hizo hapo, wewe mama nani, kaniletee sigara 2 hapo. Sasa kuvuta sigara jamani si jambo jema, ni jambo liko kinyume na utaratibu. Akakwambia bwana mimi nimechoka siendi sasa hivi, anakukatalia kwa hekima tu na maneno mazuri. Usikasirike wala usigombe wala usilete fujo. Kama umeshikwa na hamu sana nenda mwenyewe, lakini yeye akikataa amekataa kwa njia ya haki. Bwana Mtume anasemaje, la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliqi, hakuna ruhusa ya kumtii kiumbe wakati huo ukawa unafanyaje, unamuasi Mwenyezi Mungu. Kama ukilifanya hili utakuwa unamuasi Mungu lakini unamtii huyu. Hili ni kosa. Usimtii mtu kwa kumuasi Mola wako hata awe nani. Hukia, pamesimuliwa anna rajulan fi ahadi nabii alayhi salatu wassalam, kwa mtu mmoja enzi ya Mtume salawatullahi alayhi, kharaja ghazian, alitoka kwenda vitani. Fakala limraati, akamwambia mke wake, wakati ule ndo anafunga safari, anataka kutoka, anamwaga mke wake, anamwambiaje, la takhruji min hadha albayt hatta arji'a ilaik, usitoke kwenye nyumba hii mpaka mimi nirejee kwako. Famarida abuha, yule mwanamke akauguliwa na baba yake, lakini bwana hayupo, kishaenda Ghazia. Lakini huku nyuma taarifa inakuja kwenye nyumba ile kuwa baba ni mgonjwa. Fa arsalat rasulan ila rasulillah, yule mama hakutoka kwenda kwenye mgonjwa, bali alimtuma mjumbe aende kwa Mtume. Naona alichokifanya huyu mama, anachunga ile kauli ya mume wake, usitoke kwenye nyumba hii mpaka mimi nirudi nije kwako. Unaona, hata kwenda kwa Mtume hakwenda, bali katuma mtu. Bwana wewe nakutuma nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda akamwambie habari hizi kwamba mimi nauguliwa na baba yangu, lakini mume wangu alishaniambia nisitoke mpaka yarudi. Faqala alayhi salatu wassalam, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, atii zawjak, nenda ukamtii mume wako. Hili ndio jibu alilopewa yule mjumbe, kwamba mpelekee ujumbe mwambie atii zawjak, umtii mume wako, usiende kwa babako. Wakadha maratan ba'da marra, akarudia hivyo mara kwa mara, sababu tatizo linazidi tu. We mtoto mbona huji huku, mimi naugua. We mtoto babako anaugua huku, mbona huonekani? Anapata tabu ukisikia maneno yale, moyo unaumia, mapenzi ya kumpenda mzazi wake. Fa ata'at zawjaha, yule mwanamke akamtii mume wake, wala mtakhruj min albayt, wala nyumbani hakutoka. Famata abuha wala mtarahu, baba yake alikufa na wala hajamuona. Fasabarat ala dhalik, akasubiri juu ya msiba huo. Huyu hapa ana misiba miwili sasa hivi. Ana msiba mmoja ni kwamba mume hayupo, huo ni msiba peke yake. Lakini msiba wa pili analetewa taarifa ya kuwa mgonjwa amefariki, lakini hakutoka. Fasabarat, akasubiri, ala dhalika hatta raja'a zawjuha ilaiha, mpaka mume aliporudi kwa mke wake. Bwana alhamdulillah amekwenda vitani huko, amepambana, alivyopambana Mungu amemjalia amerudi akiwa salama. Lakini aliporudi salama huko nyumbani,
fa auha Allahu ila nabiyyi alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu akapeleka wahai kwa bwana mtume. Alipopeleka wahai kwa bwana mtume, anna Allah qad ghafara laha, Mwenyezi Mungu amemsamehe mwanamke yule, biitaati zawjiha, kwa sababu tu ya kumtii mume wake, kasamehewa. Umeona hasa hapa ujue basi msamaha huu unakwenda mpaka kwa baba yake. Baba pia naye kule atapata msamaha kwa sababu ya kitendo kizuri hiki alichokifanya mtoto wake. Naam. Mama mzazi wa nani? Wa mume. Sawa. Mama mzazi anaweza kumpa amri na wala si mtu mwingine. Ndiyo, kwa sababu maagizo ya mama, kwa sababu huyo mume mwenyewe pia anamilikiwa na mama. Huyo mume amekosa adabu, huyo mume amekosa adabu, mume amekosa heshima, mume amekosa kujitambua kwamba yeye ana nafasi gani kwa mama yake. Ilikuwa hapo asiongee kitu, ilikuwa atulie tuli kwamba alichokifanya mama ndio ilikuwa yeye akifanya. Kama ingelikuwa yeye yuko karibu, angetumwa yeye ndio apeleke hiyo chai, lakini hayupo, anaambia mama chukua hiyo chai. Au yeye alikuwa anataka mama ndio apeleke? Unaona utovu wa adabu huo? Huo ndio utovu wa adabu. Kwa hivyo huyo kakosa tu kutambuzi kidogo, kumtambua mama yake ni nani na ana nafasi gani kwake. Mtoto mwanaume kwa mama yake hana amri. Hata mama akija akikwambia, mwanangu huyo mke wako mimi simtaki, huyu simtaki, unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa umwache, urudishe kwao huyo binti. Mama hamtaki. Sasa uking'ang'ania toe mama namna gani bwana? Kwani mimi nimegombana naye huyo mtoto wa watu unamuonea tu? Na mimi nampenda bado. Na hivi na hivi. Sisi wenyewe hatujagombana. Sisi wenyewe tunapatana. Wewe unaingia kidomodomo cha nini mama? Yaani mama unampiga maneno mpaka mama anajisikia kabisa mimi sina mtoto. Ni hatari kwa maisha yako. Na huyo mke ujue hutokaa naye. Kizaazaa kitatokea. Na? Sababu ndio hiyo, mama akasema simtaki, hiyo ndio sababu. Ndio nasema hivi, wewe kosa hujaliona, wewe mume kosa hujaliona. Wala wewe na mke wako hamjagombana. Lakini mama anakuambia huyu mimi simtaki, muache huyu, kaoe mke mwingine kuliko huyu. Wewe unafanyaje? Jibu, muache huyu. Sasa ndio ile hoja sasa zinaanza kuja ndani ya kichwa chako, unaanza kumsemesha bi mkubwa yule. Wewe bi mkubwa, vipi mbona sikuelewi? Kwani huyu ana shida gani? Ana matatizo gani? Hilo tatizo wewe hakwambii, aliloliona yeye, wewe hakwambii. Lakini yeye analijua nalo. Hawezi kumvamia tu mtoto watu akamsemesha tu maneno ya hovyo namna hiyo bila sababu yote. Iko sababu, lakini wewe huijui. Mara nyingine hata watoto wa kiume, baba yako anaweza akakwambia, wewe mtoto usimuoe yule usimuoe, mimi nimekwambia basi baba yako usimuoe yule. Wewe mzee una shida gani? Mbona unang'ang'aniza tu nisimuoe yule?
Sisi wenyewe tunapendana, sio nani, tabia zake mimi nazijua. Akamwambia ukitaka kuoa yule, mimi hapana, mimi siko radhi na hii shughuli, fanya mwenyewe. Wewe huijui, inawezekana huyu mzee huyu kishapita hivi. Sasa leo anakuja kukwambia achana naye yule, lakini hawezi kukwambia kwamba mimi nishamtongoza yule, lakini alinijibu majibu ya ovyo. Simona, hii ni siri, inabaki kwake mzazi. Sasa akija akikwambia, basi wewe jaribu kuelewa na uwe mwepesi kichwa chako kufahamu mambo ya kiutu uzima. Naam, unamtii shekhe? Baina ya shekhe na mama unamtii shekhe. Shekhe ni warithi wa Mtume, na Mtume mwenyewe akishahukumu jambo hakuna wa kuzuia, awe baba awe mama awe nani, mrithi wake ndo keshasema kaa naye huyu, kaa naye, usilete lugha nyingi. Sasa katika kukaa naye tena uwe unachunga, sababu ukimkosea unamkosea shekhe wako, ukimpiga umempiga shekhe wako, ukimtukana umemtukana shekhe wako. Hai, pepo iko wapi? Baada ya mwingine sisi tunamtambua shekhe, wazazi wetu hawamtambui. Mke umepewa na shekhe, mzazi hamtaki. Je, naweza kumrai mama mpaka akaelewa na kuelewa na familia? Kumrai ni haki na kusema naye kwa upole, kusema naye kwa utaratibu, kwa lugha nzuri. Na hata kama ikiwa umeshindwa labda lugha ya kumwambia mama, basi unaweza hata ukaongea na mtu mwenye umri kama wa kwake, akaongee naye. Na ikiwezekana hata shekhe mwenyewe pia naye kwenda kumwambia, baba kuna kaza 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 kaza, unafanyaje, tunapitaje, atakupa maarifa. Kwa hivyo hapo sasa utakuwa umefuata mambo mangapi? Mawili. Moja, kwanza umetii ile amri ya shekhe, lakini mbili pia naye umeenda kuchukua elimu au umeenda kuchukua ufumbuzi wa jambo lako. Kuna mtu mmoja huko siku za nyuma zilitokea, alioa nyumbani kwa shekhe, Sheikh Muhammad Nasr. Tusimtaje jina huyo mtu, hatumtaji jina, lakini alioa nyumbani kwa shekhe, akaishi naye yule binti, na wala naye yule binti tusimtaje jina. Lakini katika kuishi kwao, yule bwana alichukua mke wake akaenda naye kwao. Kufika kule kwao, mtoto yule Mwarabu bwana, mtoto wa Sheikh Muhammad Nasr, Mwarabu anawaka hivi, mtoto mzuri. Lakini kufika kule sijui akaonekana mbaya, sijui akaonekana vipi, mama wa yule bwana alimkataa. Alivyomkataa, basi yule bwana akaona mimi sina budi, bora nirudishe mtoto wa watu. Akaenda kwa shekhe, akamwambia hivi, shekhe, nimekuja nimetoka nyumbani, lakini mama yangu amemkataa mke wangu, hamtaki, ameniambia nimwache. Amesemaje? Amesema nimwache. Neno la shekhe anasema uniache mimi. Ina maana ukimwacha binti yule unasema umemwacha yeye. Haya, vyema, nenda kakae na mama yako. Haya ndio majibu aliopewa. Yule bwana hakuelewa uzito wa maneno haya. Kwenda kule akaacha mke, kiti mtimu kimeingia, basi kila mtu aende kivyake. Binti karudi kwao, naye bwana kawa anaendesha na maisha yake. Lakini yule bwana alikuwa ni mtu mfanya biashara, ni mtu alikuwa smart sana, alikuwa na biashara zake nyingi, ana mapesa mengi, ni mtu maarufu. Lakini wallahi kilidondoka kimoja kimoja.
kimoja kimoja, mpaka akafikia hali ya kuwa mganga wa kienyeji kabisa. Siku moja tulikutana naye kwa Baraka, siwakumbuka, kwa Baraka pale Kijenge, tumekutana naye hivi. Haya, lakini ndio hayo yaliyomkuta, kwa sababu amekosa radhi ya shekhe wake. Lakini kumbe ingilikuwa aende akamsikilize shekhe kwanza anamwambia nini kuhusiana na masala haya. Shekhe mwenyewe kama akikwambia sasa kwa vile mama kasema hivi, sasa tumsaidie mama. Tunamsaidiaje? Muache huyu. Hii ni amri ya shekhe. Lakini shekhe kasemaje? Unaniacha mimi? Haya, nenda kakae na mamako. Hii tafsiri ya maneno haya yule bwana hakuyasoma vizuri. Tatizo likawa kubwa kuliko vile yeye alivyotegemea. Alihisi labda atapata radhi ya mama yake, mambo yake yatakwenda sawa sawa. Kumbe radhi ya mama ni ndogo kuliko radhi ya shekhe. Radhi ya shekhe ni kubwa na inafanya mambo makubwa, na inakutengenezea mambo makubwa katika dunia mpaka akhera. Radhi ya shekhe. Shida tulionayo ni kwamba hatuwatambui mashekhe wetu na uzito wao na hali zao na zile hali zao kwetu sisi, kwamba sisi tuweje kwao. Lakini wao wako vizuri sana kwetu sisi, ila sisi tukoje kwa mashekhe wetu? Ni lazima kila mmoja ashike zile adabu na nidhamu na nini, azishike vizuri. Unaangalia shekhe anataka nini, usiangalie wewe unataka nini. Naam, tuendelee. Waruya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yamepokewa maneno kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, sahaba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, annahu qala alayhi salatu wassalam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ghasalat imra'atu thiyaba zawjiha, pindi mwanamke akifua nguo za mumewe. Mwanamke akifua nguo za mumewe, kataballahu laha alfa hasana, Mwenyezi Mungu anamwandikia thawabu 1000. Wa ghafara laha alfa khati'a, na anamsamehe madhambi 2000. Wastaghfara laha kullu shay'in tala'at alayhi shams, na humwombea msamaha mwanamke huyo kila kitu kilichochomozewa na mwanga wa jua, vyote vinamwombea msamaha. Shika hapa kwanza kabla ya kuendelea, vinamwombea msamaha vitu vyote. Alikuwa na kazi gani huyu mpaka vitu vyote vishughulishwe na kumwombea yeye? Hakuwa na kazi nyingine, ila alifua kofia ya mume wake, aliosha viatu vya mume wake, labda aliosha kanzu ya mume wake, akapasi nguo za mume wake. Hicho tu kimemfanya kupata thawabu 1000, lakini pia kasamehewa dhambi 2000, lakini pia na kutakiwa msamaha na kila kitu kinachopata mwanga wa jua. Lakini hili neno la kufua nguo kwa mwanamke si wajibu. Kufua nguo zako sio wajibu wala sio lazima. Wewe ndio ufue nguo zako mwenyewe. Wewe fua nguo zako mwenyewe. Yeye kama anazitaka hizo thawabu tulizozisema hapa, anatafuta mahaba kwa mume wake, anatafuta ridha, anatafuta radhi kwa mume wake, atachukua zile nguo ambazo naziona haziko sawa, ataziweka pale, azipige maji, azipige sabuni, azianike, ikibidi azipige na pasi, aziweke pale. Wewe ukirudi unakuta nguo zako ziko safi, wallahi roho yako inakwatuka, roho yako inatulia. Ile ndio radhi anayoitaka mke awe nayo, na anaitafuta kwa jambo ambalo si la wajibu. Warafa laha 1000 daraja, na Mwenyezi Mungu atamuinulia mwanamke huyu kumtukuzia daraja 1000 kwa kufua tu nguo za mume wake.
Lakini kuna nguo nyingine jamani ngumu. Vijana wa kisasa mnavaa majinzi. Sasa majinzi yamekomaa yale magumu. Mtoto wa kike yule mpaka anashindwa mara nyingine. Sasa akishindwa akiziacha hapo usije ukagomba. Usije ukapiga makelele. Ukamsemesha mani, wewe umekuja hapa unakaa tu. Kazi yako kunenepa tu hapa. Hayo ni masimango. Kufanya hivyo mwanamke kufua nguo zako si wajibu wake. Wajibu wake ni mwingine kabisa. Wala kupika jikoni si wajibu wake. Ni wajibu wako wewe uende ukapike. Lakini mwanamke akienda kupika, maana yake anatafuta radhi ya mume wake. Tena anachagua vyakula vya kupika. Mume wangu leo nimpikie nini? Leo nimpikie kitu fulani. Huwa anapenda sana maharage ya nazi yule. Atachukua maharage ya nazi atayatengeneza vizuri. Wewe ukija ili ufurahi. Haya yanampa faraja kubwa sana mwanamke. Na ukitaka kumkera mwanamke ukatae chakula alichokupikia, wallahi unamkera, unamuudhi. Yani sijui, yani kama ingekuwa wewe ni mtoto angekuchapa. Lakini kwa vile ni mtu mzima ndio basi anaishia kunungunika tu. Haya. Labda si hatujui kupika. Kama sisi wenye wake wengi tena ndo hatari hiyo. Bwana leo labda kalishwa huko. Sasa ndo kaja hapa chakula changu hataki. Na kama wewe mwenye mke mmoja tena ndo mbaya zaidi. Unafika pale utaki kula. Sasa wewe umepata kimada huko nini? Ndio nini ulitakalokuja? Lakini kumbe inawezekana leo siku yako ya leo labda ulipita huko katika anga zako ukakaa vizuri, basi uje na maneno mazuri. Au unaweza kumwarifu mapema kwamba bwana leo mimi leo niko kaza. Mapema unamjuza. Ili ukirudi hata ukikuta vile vitu anajua huyu alishaniambia. Kupunguza ile mizozo ndani ya nyumba. Lakini kupika mwanamke sio kazi yake. Lakini mwanamke akipika basi anapata mambo makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kumpikia mume wake, ya kumfulia mume wake, kumtandikia kitanda mume wake. Mpaka kuna wengine wanafika hadi kumpaka mafuta mume wake. Unapakwa mafuta wewe kama mtoto. Hujawahi kufanyiwa hiyo bado. Na ukifanyiwa hivyo unaweza ukahisi unarogwa. Hakuna mtu anakuroga. Haya ni nini? Marogo ya kimapenzi. Wewe unarogwa lakini kimapenzi. Sasa mwanamke wa sampuli hii hata kumwacha inakuwa shida. Mara nyingine mtu analia kabisa, nitapata wapi mwanamke kama huyu? Wapo. Lakini zile huduma jinsi ukiziangalia, basi unasema wewe nitampata wapi kama huyu? Kwa sababu amekubali mpaka kunipaka mafuta, ananikata kucha, ananikata ndevu, yani anafanya vitu vidogo, lakini we vinaumiza. Hivi vidogo hivi lakini vinaumiza kwa kweli. Sasa mwanamke huwa anatafuta thawabu kwenye vitu kama hivyo vya kumfanyia mume wake. Na darasa hii ilikuwa inawahusu hasa wasomeshwe wanawake. Lakini sasa hata ndio tuko msikitini na tunasomeshwa wanaume. Inabidi tuyachukue haya tuwapelekee wake zetu. Tuyachukue haya tuwapelekee wake zetu huko wakayasikilize haya. Wasio wanakaa na waume zao hawatafuti mathawabu mepesi kama haya. Naam, tutue hapo tutafute mahali pa kuweka pazuri. Ndio hapo. Rawahu Mansur fi Musnad al-Firdaus. Tutue hapo. Tutakuja kuanzia hapo. Wa amma dhammuhunna, hapo ndipo tutakapokuja kuanza.